Andamana nasi hadi tamati. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Caroline Njoroge. Kesi inayopinga uhalali wa sheria ya hazina ya ustawi wa maeneo bunge NG-CDF ya mwaka 2015 inaelekea kwenye mahakama ya upeo baada ya walalamishi kupinga uamuzi wa mahakama ya rufaa wa kubatilisha uamuzi wa mahakama kuu. Jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa wakiongozwa na rais wake Daniel Musinga walitoa uamuzi kwamba mahakama kuu ilifanya kosa katika uchanganuzi wake wa katiba na uamuzi ambao ulitolewa. Ruth Wamboi na maelezo kwa kina. Bunge limepewa idhini ya kuendelea na uangalizi wa sheria ya hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge almaarufu NG-CDF ya mwaka 2015 kama ilivyobainishwa chini ya kifungu 95 cha katiba ya nchi. Katika uamuzi uliotolewa leo, jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa wakiwemo rais wa mahakama hiyo Daniel Musinga, Francis Tuyot na Agri Muchelule walitupilia mbali uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa tarehe 20 mwezi Septemba mwaka 2024 uliobatilisha hazina hiyo. Majaji hao walikosoa mahakama kuu kwa kukosa kuchunguza kwa makini vifungu vinavyopingwa dhidi ya kanuni za katiba na kutofafanua wazi jinsi sheria hiyo ilivyokiuka katiba. Jopo hilo la majaji lilisema wabunge wasimamii tena hazina hiyo au kuhudhuria vikao vya kamati za maeneo bunge na kwamba wajibu wao ni wa uangalizi pekee. Na kuhusiana na uhuru wa mamlaka, jopo hilo lilitoa uamuzi kwamba mahakama kuu ilitegemea visivyo uamuzi wa mahakama ya upeo uliobatilisha sheria ya CDF ya mwaka 2013 bila kuzingatia ipasavyo muundo wa uongozi uliobadilishwa chini ya sheria ya mwaka 2015. Mahakama hiyo ya rufaa aidha ilisisitiza kwamba hata kama vifungu fulani viligunduliwa kukiuka katiba, hilo pekee lisingetosha kuidhinisha kuifutilia mbali sheria nzima. Wakionekana kuridhishwa na uamuzi huo, baadhi ya wabunge wamesema hazina ya CDF ni nguzo muhimu katika kupiga jeki ustawi wa maeneo ya mashinani. Hii hazina tutaiongeza ikuwe mingi kwa sababu ni pesa inahakikisha kuna equity, na ningetaka kusema this money is not devolved money, it is decentralized. Na nafurahi kwa sababu ikiwa hakuna shida na NG-CDF, hata GAF itasimama na kazi itaendelea. Hata hivyo, utata unaonekana bado kutatuka baada ya walalamishi wakiwemo Wanjiru Gikonyo, Cornelius Odoro Port, Charles Agar Owino, Peter Runkino Uma Onyango na Isabel Nyambura Wayaki kuwasilisha ilani ya rufaa kwa mahakama ya upeo wakitaka uamuzi wa utupiliwe mbali. Ruth Wamboi, Darubini Wikendi.